Hii ni K-News habari. Usiku wa kuamkia leo hii, kama utakuwa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakifuatilia sana page ya Ikulu mawasiliano, utakuwa umepata moja kati ya taarifa ambayo imekuwa ikisambaa sana kupitia kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na namna ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameweza kufanya kile ambacho watu wengi walikuwa wanatamani kuweza kukiona kikiweza kufanyika, baada ya wagombea wengi kutangazania kwamba wanatamani kuweza kugombea kupitia maeneo yao tofauti tofauti. Na ikumbuke kwamba moja kati ya taarifa ambazo watu wengi walikuwa wanaanza kuzipata ni pamoja na taarifa za kuwa mikoa ambao walikuwa wanatangazania kuweza kugombea ubunge katika maeneo mbalimbali nchini, hususan katika maeneo yao ambao wanafanya kazi, huku wengine wakiwa katika maeneo tofauti na ambayo wanafanyia kazi. Sasa taarifa kutokea kwenye Ikulu mawasiliano kule Ikulu kuhusiana na taarifa kwa vyombo vya habari, anazungumzia kuhusiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amefanya uhamisho wa mabadiliko ya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusuluka, viongozi hamishwa na walioteuliwa ni kama wafuatavyo, ambao pia kwenye uhamisho wa wakuu wa mikoa, Mheshimiwa Kenan Laban Kiongozi amehamishwa kutoka mkoa wa Simiyu kwenda kuwa mkoa wa Arusha, na Mheshimiwa Ana Mlingi Macha amehamishwa kutoka mkoa wa Shinyanga kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Mtu mwingine ambao wamfanya kwenye uteuzi wa mkuu wa mkoa ni pamoja na Balozi Simon Nyakoro Siro ambaye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, lakini pia mwingine ni Heri Dennis James ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Mwingine ni Mheshimiwa Mboni Mohamed Muhita ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga, lakini mtu mwingine sema ni Beno Marisa ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Sasa hapa ndipo ambapo watu wengi pia wamekuwa kipazungumzia sana kuhusiana na namna ambavyo taarifa hizi zimekuwa zikiendelea kusambaa pia kupitia kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Mbeya ambaye pia na yeye alitangazania kwenda kugombea kupitia kule na Mtumbo ambako pia anatamani kuweza kugombea pia. Lakini mtu mwingine ambaye watu wengi pia wamekuwa wakitamani kuweza kufahamu ni pamoja na Mheshimiwa Jabir Omar Makame ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe, lakini mwingine ambaye kwenye uteuzi wa katibu mkuu ni pamoja na Agnes Mena ambaye ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Uhamisho wa makatibu tawala wa mikoa pia umeweza kufanyika, lakini pia uteuzi wa makatibu tawala wa mikoa pia umeweza kufanyika. Kwa hiyo imekuwa ni kama watu wengi pia wanatamani kuweza kufahamu kuhusiana kile ambacho kimekuwa kikiendelea, ambapo idadi ya walio wengi wanaona ni kwa namna gani pia imekuwa ikifanyika. Sasa na kule Arusha bwana pia nako kumechafuka pia, ambapo pia mkuu wa mkoa wa Arusha kule Paul Christian Makonda pia na yeye ameweza kutoka na kuweza kuachia mkoa na kuweza kutangazania kuweza kugombea pale Arusha mjini. Je, hivi vyote ambavyo vimekuwa vikiendelea, watu wengi pia wamekuwa wakichukua nafasi ya kuweza kugombea katika maeneo mbalimbali na kuweza kuchukua nafasi pia. Kumbuka kwamba mkuu wa mkoa Juma Zuberi Homera ambaye pia na yeye amekuwa akionyesha nia kuweza kulitaka jimbo la Namtumbo kule ambako watu wengi pia wamejionyesha. Lakini pia mkuu mwingine wa mkoa kutoka nyanda hapa za juu kusini Chongoro, Daniel Chongoro pia naye ameweza kujitosha kwenda kugombea kule Makambako kule. Je, ni nini ambacho kitaweza kuendelea na namna gani ambavyo kila mmoja atakuwa anatamani kuweza kuona anaibuka kidedea kwa awamu hii? Hebu nikusomee comment za wadau mbalimbali kuhusiana na namna ambavyo wameweza kucomment kuhusiana na taarifa hizi mara baada ya kuweza kutoka. Mtu anasema samani wapi mkuu wa mkoa wa Arusha kule Paul Christian Mkoona, mwingine anasema Arusha ya Kenani, mwingine anasema Iringa kumeshawaka. Mtu mwingine anasema John Pima hatimaye Mungu amemkumbuka, mwingine anasema majina yote haya na wala hamuoni ndugu yako hata mmoja maisha haya, mwingine anasema Balozi Siro mkuu wa mkoa ni yule aliyokuwa IGP au mwingine, mwingine anasema ni mnaona hii mkeka ilivyotoka nyumbani nyeupe
basi kuna siku mtaliona jina langu na mimi nipeni muda tu. Mwingine anasema wazee wa kutiki wako wawili tu. Lakini mtu mwingine anasema kwamba Makonda tena kautaka ubunge ni asio ubunge, kaka yetu anataka uwaziri huyu. Mwingine anasema huu mkeka ndo mkeka mrefu uliowahi kushuhudia katika posti nyingi. Mwingine anasema ikitokea IGP wa sasa akatembelea kule Kigoma na atakuwa mbabe. Lakini mwingine anasema ipo siku na mimi pia nitaona jina langu likiweza kuteuliwa. Mwingine anasema ni jambo la faraja kuona viongozi vijana wakipata nafasi za maamuzi ya kuaminiwa na Mheshimiwa Rais Samia. Hii ni ishara ya imani kwa vijana na uwezo wao kuchangia maendeleo ya taifa. Kila laheri kwa wateule wote. Mwingine anasema hongera kwa wote walioteuliwa katika nafasi mbalimbali. Mwenyezi Mungu awe pamoja nanyi katika ngazi zetu za kisiasa. Mwingine anasema Songwe mnatuonea jamani. Mkuu wa mkoa pamoja na katibu tawala wote hamjaelezea wamepelekewa ama wameenda wapi. Mwingine anasema Gambo atapata tabu sana ndugu yake. Kenani anarudi tena Arusha. Mwingine anasema Makonda Chongoro wote hawa wanawasha moto kweli kweli. Mwingine anasema kwa nini teuzi zinaendelea na watu wale halafu muda au kuteuliwa si umeisha, au mimi ndo sielewi. Kwanza kwa nini kila siku watu wale inaboa sana. Mwingine sema napenda kuchukua nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa na moyo wa shukrani kumpongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna anavyoendelea kulitumikia taifa letu kwa bidii, hekima na upendo wa moyo wote. Ni dhahiri kuwa kazi anayoifanya ni ya kiwango cha juu, akitokea usiku na mchana kuhakikisha maendeleo nafikia Watanzania wote bila ubaguzi. Uongozi wake umejaa hofu ya Mungu, hekima na maono ya ukweli yaliyotukuka na anayotumikia taifa. Ni mfano wa uongozi wa kiutu unaogusa maisha ya watu na wa kawaida na unaojengwa juu ya misingi ya haki na utu. Leo napenda pia kumpongeza kwa uteuzi wake wa viongozi. Hatua inaonyesha dhamira thabiti ya kuimarisha utendaji serikalini kwa manufaa ya wananchi. Viongozi walioteuliwa leo ni sehemu ya mchakato wa mabadiliko chanya tunayoyashuhudia katika nchi yetu tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Naomba kumtakia Mheshimiwa Rais kila laheri, baraka za Mungu, afya njema na ushindi mnono. Tunaomba Mungu azidi kumlinda kupitia nguvu na kumtia nguvu kumwelekeza katika kila hatua. Mama yetu wa taifa, tupo nyuma yako, endelea kutuongoza kwa hekima, upendo na maono. Mungu aibariki Tanzania, Mungu aibariki Afrika, Mungu ambariki Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maneno kutokea kwa watu ambao walikuwa wamepata nafasi ya kuweza kutoa maoni yao kuhusiana kile ambacho kinaonekana kuendelea. Kumbuka kwamba sasa hivi ni muda wa kuelekea uchaguzi. Ni nini ambacho kitajiri? Hii ni K News habari.